Ngoja nikuulize swali moja. Hivi umeshawahi kuamka asubuhi na ukajihisi kama maisha yako hayabadiliki? Yaani ni kama kila siku unarudia kitu kile kile. Shida siyo maisha yako. Shida ni namna unavyofikiri, kwa sababu ukweli ni kwamba kila siku unapoamka sio tu unaanza siku mpya, bali una nafasi ya kubadilisha akili yako. Lakini wengi wetu tunapoteza hiyo nafasi bila hata kujua. Kila unapoamka mambo mawili muhimu hutokea. Dunia inaendelea kama kawaida na wewe unaendelea na mawazo yako yale yale ya jana. Na hapo ndipo tatizo linapoanzia, kwa sababu kama mawazo yako hayabadiliki, usitegemee maisha yako yatakuja kubadilika. Watu wengi wanataka mafanikio, lakini ndani ya akili yao wanaamini kwamba upataji wa pesa ni mgumu, wengine wana vipaji, sisi tumeshachelewa. Wanataka maisha mapya, lakini hawataki kubadilisha namna wanavyofikiri, namna wanavyojiona, namna wanavyochukulia maisha yao. Leo nataka nikwambie kitu cha muhimu sana. Kila siku ni reset button ya akili yako. Unaweza kubadilisha maisha yako, unaweza kubadilisha akili yako, na ukishabadilisha akili yako, kila kitu kitaenda vile unavyotaka wewe kiende. Unavyofikiri ndivyo unavyokuwa. Ngoja nikupe mfano rahisi. Kuna vijana wawili walipata habari mbaya. Wote wamefukuzwa kazini. Kijana wa kwanza alianza kulalamika, akaanza kumblame kila mtu na akajiona kwamba hafai. Kijana wa pili alikaa chini peke yake na akajiuliza, hili limeshatokea, nawezaje kuleta solution? Akarekebisha CV yake siku hiyo hiyo, akaanza kuomba kazi sehemu nyingine. Hali ni ile ile, lakini akili zao zilikuwa tofauti. Mmoja anaona kwamba ana opportunity nyingine, mwingine akili yake inaamini kwenye kushindwa, kwamba hawezi kupata kazi nyingine. Unavyofikiri kuhusu kitu ndani ya akili yako ndivyo unavyokijenga kwenye maisha yako. Ukifikiri kwamba wewe hauwezi, utaogopa hata kujaribu pale fursa zinapokuja mbele yako. Lakini kama ndani ya akili yako unajiona kwamba unaweza, kila siku utatafuta solution, kila siku utaona opportunities kila utakapokuwa unaenda. Na hapo ndipo watu wengi hawaelewi. Wanasubiri vitu vibadilike kwanza na wao ndo waanze kuchukua maisha yao serious. Lakini ukweli ni kwamba unabadilisha mawazo yako kwanza, na maisha yako yanafuata yenyewe bila hata kulazimisha. Kwa nini kila siku ni fursa mpya ya kubadilisha maisha yako? Kwa sababu kila unapoamka asubuhi, akili yako ipo kwenye hali ya reprogramming. Unachoruhusu kiingie kichwani mwako, iwe ni social media, iwe ni gossiping, iwe ni negative thoughts unazojiambia, ndicho kinachounda siku yako. Sasa jiulize, nimekuwa nikijiambia maneno gani? Nimekuwa nikijiambia kila siku mimi ni wa kushindwa, wengine wamewahi, wengine wana bahati, mimi nimechelewa. Bila kujua unaunda maisha yako kupitia maneno hayo. Hivi umeshawahi kuamka asubuhi na kujiambia, siku yangu leo itakuwa mbaya? Mwisho wa siku yako inakuwa mbaya kweli, kwa sababu maneno unayotamka ndiyo yanayokuwa kwenye reality yako. Mara nyingi sana hiyo siku unaweza ukapanda daladala, mtu akakukanyaga tu, mara mtu akakupush, yani kila kitu kikawa kibaya kwenye hiyo siku, kwa sababu vile unavyojiambia ni kama unataka maisha yako yaende hivyo.
Kwa hiyo kila unapoamka jiambie maneno mazuri ambayo unataka yatokee. Jiambie leo ni siku mpya na ambacho kimetokea jana kimeshatokea. Leo naamua kuwa na furaha na siku yangu itaenda vizuri. Vitu vizuri vitanifuata na vitatokea kwenye maisha yangu, na utaona siku yako itakavyokuwa nzuri. Yaani utapata tu bahati kila unapokuwa unaenda, kwa sababu umeshajitabiria mwenyewe. Yaani unataka vitu vizuri vitokee. Kuna vitu vitatu rahisi sana vitakavyoweza kubadilisha maisha yako: vile unavyofikiria, vile unavyojiona na vile unavyochukua maamuzi yako. Namba moja, maneno unayojisemea mwenyewe, kwa sababu maneno unayojisemea mwenyewe ndiyo yanayounda maisha yako. Ukubali au ukatae. Badala ya kusema mimi siwezi, mimi nimechelewa, wengine wamezaliwa na talent, anza kusema mimi ninaweza, najua sijachelewa kwa sababu nina kitu special cha kuofa kwenye hii dunia. Ninajua ninaweza kufanya, ninajua kila siku ni siku mpya ya kuwa bora kuliko ulivyokuwa jana. Anza kujisemea maneno mazuri. Anza kujinenea maneno ambayo unataka yatokee kwenye maisha yako. Acha kujiona kama mtu ambaye ana nuksi. Namba mbili, mazingira yako. Kama umezungukwa na watu negative, watu lazy, mafanikio utayasikia kwa wenzako, kwa sababu watu wanaokuzunguka wana uwezo wa kukujenga au kukubomoa. Mimi nakumbuka kuna kipindi nilikuwa na marafiki zangu wawili, walikuwa wanapenda kugosipi, kucheka watu mitandaoni. Nikawa naona waajabu kwa mara ya kwanza, lakini kadri nilivyozidi kuwa nao na mimi nikajiunga nao, tukawa watatu tunawasema watu, najua wanachofanya ni kibaya, lakini uoga wa kuonekana tofauti ukanikuta na mimi nimejiunga nao. Kwa hiyo choose marafiki wanaokujenga, marafiki wanaokuboresha, marafiki ambao ukiingia na wazo lako dogo wanalikuza na linakuwa kubwa, marafiki ambao wanataka wewe kila siku ufanye vitu vya muhimu, ugrow kwenye maisha yako. Hao ndio marafiki, sio marafiki ambao wanakupigia kwa ajili ya gossiping, marafiki ambao wanakuambia tu vitu vya umbea. Hao sio marafiki. Tafuta marafiki wanao kujenga na maisha yako yatabadilika, kwa sababu ukikaa na wapumbavu watano na wewe unakuwa wa sita. Choose your cycle wisely kila siku. Namba tatu, fanya kitu kidogo kila siku. Mafanikio hayapatikani kwa siku mbili, mafanikio hayapatikani kwa mwezi mmoja. Unatakiwa uwe discipline. Hata siku ambazo haujisikii kufanya kile kitu, jitahidi na ufanye. Rudia kitu kimoja mpaka uwe bora kwenye hicho kitu. Fanya kitu kimoja kila siku na maisha yako baada ya muda kadhaa yatabadilika. Hauwezi kuwa mtu yule yule, lazima utabadilika tu. Badilisha akili yako, soma vitu vinavyokujenga, vitu vinavyokufanya uelewe vitu ambavyo watu wengine hawaelewi. Hivi unajua watu waliofanikiwa sana huwa wanafikiri vipi? Watu waliofanikiwa hawafikiri tofauti kwa sababu hawana matatizo, bali wamejifunza kupitia matatizo yao. Wanajua kwamba kila unapokosea una nafasi ya kuanza upya. Kila siku ni siku ya kujiboresha zaidi, na unapokosea kitu ni mchakato wa kujiboresha na kuwa bora. Na hiyo ndiyo tofauti kubwa na watu wengine. Watu wengine wanaposhindwa huwa wanakata tamaa na kujiona kwamba hawawezi. Mara nyingi utawasikia, mimi siwezi kufanya hivyo. Wanaofanya hivyo wamesomea, wana vipaji. Lakini watu waliofanikiwa wanajiuliza, natakiwa nifanye nini? Hapa nimejifunza nini? Ili ninapoanza upya nijue nina experience, nisiweze kurudia makosa. Na hiyo ndiyo tofauti. Kwa hiyo kumbuka,
Kila siku ni siku mpya ya kubadilisha jinsi unavyofikiri. Usingoje kesho, usingoje hali ibadilike. Anza leo, kwa sababu maisha yako ya baadaye hayajengwi na siku moja utakayofanya kitu kikubwa. Yanajengwa na vitu unavyofanya kila siku, iwe ni kujiboresha au ni kupoteza muda. Kama hii video imekusaidia, andika kwenye comments na anza kufikiri tofauti, na usisahau kulike hii channel kama unapenda video za mindset na video za kujenga confidence yako. I love you guys. Thank you for watching.